huyu hapa alopigwa na mzungu mmoja pale Frankie Komba piga chupa ya maji. Mwamuzi msaidizi namba 2 alikuwa ni Sande Komba. Hawa sio ndugu ila wote askari. Jana ilikuwa ni Komba. Kwa kesi iliyojitokeza jana. Kuna makosa ambayo yalifanywa na waamuzi ambayo hayakufanyika kifootball, kwamba alipaswa kusimamiwa hivi mtu apate haki. Nikianza na maamuzi wakati Hans Mabena, kwangu mimi alikuwa na mchezo mzuri sana. Nikitaka nigawe asilimia au labda ni mrate kwenye 10, naweza nikampa 8 ya 10. Hans Mabena jana na uhakika kabisa inawezekana alifanya tathmini ya timu zote mbili kwamba Pamba wanacheza vipi, lakini pia Simba wanacheza vipi. Kulijua hilo, angalia kwenye matukio mengi ambayo yalikuwa yanatokea, distance kati ya tukio na sehemu ambayo yupo yeye ni ndogo sana. Maana yake ukiwa karibu na matukio mengi ushafanya tathmini, unajua hawa Simba kwa muda fulani tempo yao mchezo unakuwa kiasi gani, labda Pamba wapo hivi. Hilo la pili, la kwanza. Lakini la pili, kujua tabia ya kiuchezaji ya timu. Yaweza kujua watu wanacheza kwa kasi, lakini labda sipokuwa na mpira wanakuwa na tabia gani, namna ambavyo wanaendea matukio, wanakuwa kwenye hali gani. Pamba Jiji msimu huu ni timu ambayo kwenye eneo la fiziki wako vizuri sana. Yaani Pamba kucheza tough ni jambo la kawaida, wanafika sana mwilini. Sasa kwenye ile tough ambapo Pamba anacheza, kuna muda inakuwa ni rough. Sasa maamuzi isipokuwa unafika kwa haraka kwenye matukio, inawezekana matukio mengi kana kupita ambayo utakiwa uyaadhibu kwa kadi usiadhibu. Lakini jana Hans Mabena alikuwa anafika kwa wakati na mengi aliadhibu kwa kadi za njano ambazo zote kwangu mimi zilikuwa ni sahihi. Lakini cha pili, tabia cha tatu hicho ya mchezaji mmoja. Kila mchezaji ana tabia yake kwenye eneo ambalo yupo. Mfano kwenye issue ya penalty ambayo watu wengi wanaamini kwamba ni penalty. Ni tukio ambalo ni tata. Tukio ambalo la Mpanzo na James Moshinga. Alikuwa ni nani? Somebody na Mangalo. Abdul Majid. Sasa lile tukio ni tata kwangu mimi kwa sababu ni tukio ambalo kwa tabia Mpanzo ni mtu ambaye anapenda sana dive akifika kwenye box. Akiona kuna contact kidogo, ataruka. Kwa maamuzi sipokuwa makini, inawezekana ukafunika hata kwenye eneo ambalo alikustahili. Itokea mechi na Dodoma. Ni tukio ambalo mimi alipaswa kuwa penalty, lakini maamuzi alifunika kwa namna ambavyo Mpanzo aliweza kujirusha. Sasa kwenye ile tukio ukiangalia kweli Mangaro namna ambavyo alienda kupress mpira aliukosa na alikuwa anaenda kuicheza miguu ya Elie Mpanzo. Lakini kabla Mpanzo hajafikiwa na miguu ya Abdul Majid Mangaro, alikuwa tayari amesharuka kama mtu ambaye anaogelea hivi, anaruka na swimming pool. Kwenye hali ya kawaida maamuzi ukifunika, mimi siwezi nikakulaumu kwa sababu reaction ya Mpanzo inakuonesha kwamba huyu mtu ni kama amefanywa foul. Alafu kiangalia pia miguu ya Mangaro imeenda kupress miguu ya Mpanzo. Lakini pia ukiacha naweza nikakuelewa kwa sababu huyu mtu alikuwa tayari asharuka hata kabla hajaguswa. Na ukiunganisha matukio kama alikuwa tayari ushamfanyia tathmini ukaamini huyu mtu tabia zake ni hivi, ukiacha pia ni sawa. Kwa kwenye ile tukio kitendo cha Hans Mabena kutoka kwa penalty, kwa mimi ilikuwa ni sawa. Ilikuwa ni sawa, yes. Hii tathmini yangu ndogo tunaonyesha namna gani ambavyo alikuwa na mchezo mzuri. Wasaidizi wake Frank Komba kuna matukio matatu ambayo nalalamikiwa. Alikuwa line 1, yes. Ya offside ambayo yote ilimshia Mpanzo. Kwangu mimi naamini tukio moja pekee ambayo kidogo ndo lilikuwa aliweza kukosea. Ni pasi ambayo ilipigwa na Nio Mema kwenda kwa Elie Mpanzo. Lile aliteleza. Lakini mawili yanaosalia ni matukio ambayo kwanza yalikuwa ni kwenye aina fulani ambayo ni magumu. Yaani hata kama angekuwa ni mwamuzi yoyote, kama angeweza kuliamua pale lazima tu kungekuwa na usaidizi wa VAR kama mistari ichole ndio muweze kuona. Yalikuwa ni tight. Kwa hiyo kitendo cha kunyosha kibendera kwangu mimi kwa namna ambavyo yalikuwa, kwa sababu kiangalia Rasman alipo afu kimwangalia Elie Mpanzo, yani kuna namna hata wewe ambaye unaangalia kwenye TV ni kama unakadiria hivi hapa mguu wa Rasman uko mbele au Mpanzo uko nyuma. Tukio kama hili likishakuwa na utata wa namna hiyo, maana yake hata muamuzi akiliacha au akiliamua uwezo kumlaumu. Kwa hiyo siwezi nikasema jana waamuzi walikuwa na mchezo mbaya. Ni miongoni mwa michezo ambayo mimi naona amechezesha kwenye eneo fulani hivi kwenye kiwango kizuri. Okay, wakati naendelea pia na tathmini hiyo, of course tuombe radhi kwa wale ambao wanatutazama kupitia TV, EA TV na YouTube account yetu. Kidogo kuna changamoto na wafundi mitambo, of course anaendelea kulifanyia kazi. Kwa hiyo kifupi, kwa tathmini yako wewe, uone maybe kulikuwa kuna shida kubwa kiasi hicho ya kiuamuzi tofauti na reaction za watu. Yani sio shida kubwa, kulikuwa hakuna shida kabisa. Yani kama mwamuzi wakati wangu mimi alikuwa hana shida yoyote kabisa. Kinachotuendesha ni ushabiki tu. Ndio hivyo. Unajua tukio kama lile la nitumie neno japo sio rafiki sana, yule mzungu alipotoka jukwani
Alimpiga chupa. Yani kwa ninyi ambao mlikuwa mnatizama kwa TV, sioni kama ile shot ya yule mzungu nyinyi mlijua. Sisi tumeona tu mtu kapiga chupa. Niseme shabiki, nitumie neno shabiki. Ila ni mzungu, siwezi kuacha hilo neno. Umeelewa? Mimi nilikuwepo jukwani. Sio Mtanzania. Nilikuwepo jukwani. Au Mtanzania mzungu. Hilo sasa lingine la ziada. Lakini ni mzungu. Mimi nimezungumzia hivyo kwa kuwa Simba wanaleta mzungu, wasema sio mzungu, mzungu. Kwa hiyo nimeamua kulizungumzia tu hivyo. Na wazungu walikuwa wengi jana. Kwa hiyo nimeamua tu kulitumia neno kwa kuwa Simba wenyewe waishalihalalisha. Umeelewa? Mimi nilikuwepo upande wa pili, dressing room za huko upande wa pili kule kwa waandishi wa habari. Lile tukio lilivyotokea, offside ya kwanza imepigwa, ya pili ilivyokuja. Maana muda wote chips lazima ziitike. Maamuzi hivi. Na ukiangalia kutoka jukwani mpaka kwenye touchline sio mbali sana. Yaani hata ule uzio upo karibu. Hata ukimuita kwa mbali sikia. Awali walianza kwanza kurusha maneno kwa mwamuzi. Mpige maneno, apige maneno, pige maneno. Offside ya tatu ndio ile iliyokuja kujitokeza ya Mpanzu. Ndio akala chupa. Mjomba akala chupa. Maji pale yapigwa nini? Ile mimi niona tu chupa. Sasa ile chupa, ile mjomba alitoka jukwani kasogea hapa, si kuna uzio pale. Kwa hiyo kwenye ule uzio alimpigia pale pale. Ninyi mlimuona wakati ule anageuka. Anajigusa hivi. Umeelewa? Sasa lile tukio lilianza mapema. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba reaction ya mashabiki, yani wanachokitaka tofauti na kile ninyi ambacho maybe mnakiwaza. Ilikuwa ni pressure tu ya kuhitaji matokeo, labda mechi ni tough, lakini hakukuwa na makosa wa mimi siungi kwanza mkono kile kilichofanyika. Siungi mkono maana kama so back to back kinafanyika. Simba ana kesi nyingi. Michezo yapungua 4 mpaka 5 ya mashabiki kurusha chupa, kuwapiga wachezaji timu pinzani. Mechi iliyopiga sio mpigwa adhabu. Mechi ya Dodoma zote mbili. Ya Dar es Salaam hata ile mzunguko wa kwanza. Edgar anafanywa sababu itakiwa atokee upande huu asipoteze muda. Alipigwa na chupa ikabidi au tena uwanjani. Okay, tumerejea of course kwenye YouTube pamoja na TV EA TV, utapata nafasi ya kututizama hapo. Kwa hiyo kama ambavyo ulivyopiga tathmini kwamba huoni changamoto yoyote kutoka kwa waamuzi jana, lakini haya mambo inabidi yakome sasa. Yani issue ya kuwashambulia wachezaji na waamuzi ya maji, Simba hizi kesi nyingi sana. Yani hapa nimesikiliza tathmini ya official mume anazungumzia hadhi ya ligi yetu na hivi vinavyoendelea, ndio mnge vina discredit. Na hapo sasa shida kubwa ambayo mimi naiona ni wenye mamlaka. Kwa nini usitengeneze mfumo wa watu wasio naingia na zile chupa za maji? Kwa sababu kitendo labda cha kumkamata shabiki si kufungia klabu wakati tayari mtu ashapigwa na chupa ameumia. Kuna eneo ambapo pila haisaidii. Yaani kwa nini usitengeneze utaratibu? Kuna muda wakati Mkapa inatumika mchezo wa ligi, hizi chupa za maji ambazo zinarushika zilikuwa uingii nazo pale uwanjani. Unakagulia ukienda mle ndani kuna vitu vingine tu ambavyo ukatumia maji ambavyo haviwezi kumuumiza mtu ikitokea hata amepigwa nacho. Kwa nini hivi sasa wameacha? Kwa sababu ukipita pale KMC wakiwa watu wanaingia uwanjani, kuna eneo utakuta yule ambaye anakagua ambacho ana focus sana ni tiketi. Yaani aone tu tiketi. Askani upite. Lakini umebeba begi, umebeba nini? Hawana hiyo muda. Kwa hiyo inawezekana labda watu saizi bodi ya ligi na watu wengine wako busy kukagua pesa zaidi kuliko usalama wa wachezaji na watu ambao wanaingia kiwanjani. Kitu ambacho mimi naamini kosa. Simba aache uhuni. Yaani sasa Simba amekuwa kesi study. Tunakuelekea Simba anafanya hivi mfululizo. Baada ya muda tuna timu nyingine zinafanya hivi. Itakuwa tabia ya ligi nzima. Na wamewaambukiza hadi wale ball boys. Yaani sasa akikaa pale usiseme ball boys wapo special kwa ajili ya kutimiza wajibu wao wa mipira si nini. Sasa hizo wanafanya kazi za Simba. Ubingwa atafuta kwa nguvu kaka. Ubingwa atafuta kwa nguvu sana. Umeliona ile jambo kuhusu ile waamuzi. Kuhusu ile waamuzi wanavyopigwa. Jana nilikaa na mtu mimi anatukana matusi ya nguoni, anamtukana muamuzi. Alafu kuna kitu kimoja. Niliona mechi moja Simba na wageni, kuna mtu ameruka uzio pale Benjamin Mkapa, ameenda kwa goalkeeper kwenye nyavu zake, anaokota maji, anakimbia. Alafu watu askari alafu mtu anamkwepa kabisa wale wanaokamata watu wale. Steward wanamwacha kabisa apite. Maana kama imepangwa. Bwana, Mashujaa juzi kapigwa 2-0 dhidi ya Young Africa. Geoff Master shabiki wa Young Africa, alama 63 kileleni, bado mechi 4. Simba jana akashinda alama 61. Gap ni alama ngapi? 2. Vipi? Naongeza pressure? Haina pressure. Yaani kwanza unaona unatoboa kwenye hizo mechi 4. Kitu kizuri nilichofurahishwa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Mwanzo Simba alikuwa anatangulia kucheza, lakini sasa hivi tumerudi kucheza. Sisi na maana Simba siku ambayo amekaa kileleni ile imetosha. Za pointi 2 zile. Kwa msimu unaisha. Yaani hapo naona tumemwachia kidogo amerelax, sasa tumekuja wenyewe sasa. Sasa hivi tushakaa. Sasa mechi hizo, mechi 4. Hizo mechi 4 tunatangaza Simba kwanza kuna mchezo bila poteze. Ila siongei hapa.
hapa sikwambii kodi na nakupa kodi kidogo. Kuna mchezo Simba anaenda kupoteza tena hapa KMC. Jana kakoswa hivi chupli. Umemaliza anza kulalamika uwanjani, mashabiki mtu alipelekwa mengi. Unatu washaanza kurusha chupa. So kwa kawaida washajua kabisa timu yao inakoelekea ubingwa inaukosa. Sasa wamehamia wapi? Kwenye vurugu. Kwa hiyo sisi tunachokuambia Young Africans, sisi ubingwa tena mara 5 mfululizo.